asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni Mwanzo, na huo mwanzo tutaupata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wake ule wa kwanza. Lengo letu kubwa leo ni kujua mwanzo, kujua vema mwanzo, alafu baada ya kujua vema mwanzo, kuutumia mwanzo kwa kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Mwanzo ni neno linalotumiwa kwa kueleza cha kwanza kuwa au kufanyika. Hiyo ndo ainisho la neno mwanzo. Ili tuelewe mwanzo, ni kwanza tuelewe mwanzo inataka kutuambia nini. Ni nini maana ya mwanzo? Tafsiri ya neno mwanzo au maana ya neno mwanzo ni kile ambacho kilitangulia kuwepo au kile kilichotangulia kufanyika kabla ya kingine. Bwana asifiwe sana. Sasa katika maisha ya mwanadamu, kujua mwanzo wa vitu vyote ni swala ambalo linazua maswali kwa kila mtu, kizazi baada ya kizazi. Kila mtu anataka kujua mwanzo ulikuwa kuwaje, nini kilianza mwanzo, ilikuwaje mpaka kukawa maji, kukawa nchi, kukawa nchi kavu, kukawa mito. Hayo yote maswali hayo yapo tu kwa kila kizazi na kwa kila mtu. Anapoanza kufikiria, lazima hayo maswali yanamfikia. Hayo maswali huwa yanamfikia. Kujua mwanzo ni swala ambalo linakuwa gumu kwa kila mwanadamu, na huwa linafika vizazi kwa vizazi, hata wakati wetu huo. Ukiangalia tangu nchi kuwa nchi, watu wameshakuwa vizazi na vizazi, lakini hilo swala lipo hata kwa sisi waliopo leo hapa. Wapo watu ukikaa tu utakuta watu wanaubishi, mwanzo ilikuwa nini na huo mwanzo ilikuwaje? Hilo ni swala lipo tu. Lakini hebu tuangalie, kwa akili zetu tunaweza kujua mwanzo vizuri? Si rahisi kwamba kwa kutumia akili zetu tunaweza tukajua mwanzo. Si rahisi. Hata wasomi wanaendelea kutafuta mwanzo mpaka leo. Kuna wakati tunasoma sisi tungali shule ya sekondari, tuliona kwamba, tulisikia kwamba labda mtu wa kwanza kagunduliwa kuwa ni Mwafrika ambaye alionekana mtu wa Olduvai, ambayo itakuwa ni Afrika ya Mashariki. Lakini nikiendelea kutafuta zingine utafiti zinazofanyika, inaonekana kwamba mtu wa zamani sana alionekana Ethiopia. Na huyu mtu wa zamani alionekana Ethiopia, yawezekana ni Muhindi, ni watu wa India. Na yeye anatajwa kuwa na miaka maelfu makumi. Kwa hiyo bado utafiti kwa kujua mwanzo kwa akili ya kisayansi bado uko endelevu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Alafu neno la Mungu mwenyewe alitaka kuwafunulia watu kujua mwanzo ni nini na mwanzo ni upi. Tujue mwanzo katika Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, inaandikwa hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hii andiko inatuacha katika kutokuelewa. Ina maana hapo mwanzo Mungu aliumba, na ukifuata vizuri katika Biblia, katika kuumbwa kwa mwanadamu, unakuta kwamba mwanadamu alikuja kuumbwa, ardhi imeshakuwepo, na katika ardhi ndipo mwanadamu alipoumbwa. Ina maana mwanadamu sio mwanzo, ardhi ni mwanzo wa mwanadamu, kwa sababu mtu ameumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Sasa mwanzo ni upi? Swali tena linarudi. Alafu kama Mungu aliumba kutokana na mwanzo gani? Au na mwanzo upi? Au na mwanzo nani? Bwana asifiwe sana.
Sasa hilo lilibaki, alikuwapatia watu kuelewa vizuri. Ndipo sasa wakati wa Yesu Kristo anapokuja kufanya kazi yake ulimwenguni, yeye mwenyewe sasa akafunua mwanzo ni nini. Tunakuja kuona katika Agano Jipya, kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa kwanza pia inasema, hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumbe mwanzo wa vitu vyote ni ile neno iliyokuwepo kwa Mungu. Kumbe hiyo neno ndio aliyokuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hilo tayari nimeshatupatia picha kwamba mwanzo ni Mungu mwenyewe. Mwanzo ni Mungu mwenyewe. Tuone sasa kwa nini mwanzo ni Mungu mwenyewe, na ni Mungu mwenyewe namna gani? Andiko hili limeshatuambia wazi kwamba Mungu ndiye mwanzo, lakini pia linatuongezea ujuzi kuhusu neno. Neno ni nani? Tuelewe neno ni nani na neno ni nini. Watu wanachukulia neno ni haya matamshi ninayoyaongea, au kitu chochote unachoweza kumwambia mwingine, hilo ndo linaitwa neno. Lakini kibiblia neno sio hilo. Neno linakuwa na maana wazo lililo ndani ya mtu linalofanya mipango ya kwamba hiki kiwe na kinakuwa. Bwana asifiwe sana. Neno sio yale matamshi ambayo wewe kijana utakayeenda kumwambia msichana kwamba nakupenda, nataka nikuoe. Neno ni ile mawazo, ile nia iliyo ndani yako kwamba nampenda huyu msichana na nampenda kwa lengo la kumuoa. Hilo ndilo neno. Bwana asifiwe sana. Sio tu lazima yale matamshi. Yale matamshi ni kukamilisha neno ambalo lipo ndani yako. Bwana asifiwe sana. Ukaenda katika Biblia, katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 hadi 28, 27, unakuta Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Ina maana anatoa maneno na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu mmoja, lakini anatumia kwa wingi. Ina maana alikuwa na watu wengine. Ina maana yeye anatoa mawazo yake kwa wengine, ule mpango ulio ndani yake, na hiyo maneno ndio inasikilika. Lakini hayo maneno yanayosikilika katika masikio ya watu sio ndo maneno. Maneno ni ile nia iliyo ndani yako, ni yale mawazo yaliyo ndani yako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana huyu mwandishi Yohana akasema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno. Ina maana kulikuwako na mpango ndani ya roho ya Mungu. Na huo mpango ndio ulikuwa unaamuru hiki kiwe kinakuwa, hiki kiwe kinakuwa, hiki kifanyike kwa njia hii, kinafanyika kwa njia ile. Bwana asifiwe sana. Sasa huyo neno ni nani? Tunaposoma hicho kitabu cha Yohana sura hiyo ya kwanza mstari wake wa pili tukifika wa 4, tunakuja kuona kwamba neno ni Yesu Kristo. Kwa sababu inatuambia kwamba hakuna kilichofanyika bila yeye neno. Ina maana mambo yote yalifanyika kwa neno. Bwana asifiwe sana. Sasa neno ni Yesu Kristo namna gani? Mtu mmoja atusomee pia kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Mtu mmoja awe tayari atusomee Yohana sura ile ya 8 mstari wa 12. Yohana 8 sura ya 8 mstari wa 12. Yohana 8 mstari wa 12. Amen.
Bwana asifiwe sana. Kwa sababu katika hii versi ya 2 hadi ya 4 inatuambia kwamba na hiyo neno ilikuwa nuru ya ulimwengu, na hiyo neno ilifanyika mwili. Hiyo neno ilikuwa utukufu. Ina maana ina sifa nyingi, ina mambo mengi. Tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Mungu. Hizo versi 2 hadi ile ya 4 inatuambia hivyo. Mpaka hapo hatujaelewa ni nini, lakini Yesu anapokuja kusema kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu, tunaelewa kwamba kumbe huyo neno aliyekuwa anaongelewa pale alikuwa ni Yesu mwenyewe, kwa sababu ameshajitambulisha. Bwana asifiwe sana. Hivi nikijitambulisha mimi ndio hapo, mtapinga kwamba mimi sio hapo? Hakuna anayeweza kupinga kwamba mimi sio hapo, kwa sababu nimejitambulisha. Kinachobaki pale ni mimi kuleta vitambulisho vyangu vya uhalali wa kiserikali. Kwa hiyo Yesu alipojitambulisha hivyo kwamba yeye ndiye nuru, hakukuwa na sababu ya kupinga, na baadaye alieleza kwa nini yeye ni nuru. Anasema kwamba yeye aniaminie hataenda gizani tena, bali atakuwa na nuru. Na nuru gani? Nuru ya uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Tukikumbuka pia wakati anamfufua Lazaro katika versi sura ya 11 mstari wa 25, anawaambia watu kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Bwana asifiwe sana. Na alipoamuru Lazaro simama, na Lazaro akasimama, utapinga kwamba yeye si ndio huo ufufuo na uzima? Kwa hiyo kutokana na hiyo utambulisho aliouonyesha, ilionyesha kwamba yeye Yesu ndiye hiyo neno. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mambo yote yalifanyika kwa yeye. Somo letu lililenga kujua kwanza neno, lakini pia linalenga kutumia neno kwa mafanikio yako. Hivi tukishajua mwanzo inatusaidia nini kama hatujue pia na mwisho ni nini? Tutakapokuwa tumejua mwanzo, lakini pia mtu atafikiria kwamba mwisho ni pale ambapo nimekufa, lakini sio hivyo. Mwisho sio pale ambapo umekufa, ni mwanzo wa maisha mengine. Ndio maana huyo Yesu alipokuwa ameshakufa na watu bado walipomwona alivyofufuka wanaendelea kuishi katika kutokuamini, akamfunulia tena Yohana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 8 na sura ile ya 22 na mstari wa 13, anasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Bwana asifiwe sana. Kumbe huyo Yesu ni wa ajabu. Huyo Yesu wetu ni wa ajabu, maana yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Bwana asifiwe sana. Na tunapojua kwamba Yesu ni mwanzo tena yeye ni mwisho, tuna sababu zote za kujivunia, kwa sababu vitu vyote vinafanyika na yeye, vitu vyote vinafanyika kwake. Basi tuna sababu nyingi za kujivunia. Basi tuje tuone kwa nini, namna gani tunaweza kutumia huo mwanzo na huo mwisho kwa mafanikio yetu. Mara nyingi tunapoingia katika maisha ya magumu, tunafikiria kwamba ndio mwisho wetu, hapa nimefika mwisho, na hiyo inakusababishia utoke katika kumtumainia Mungu au kumtumainia huyo Yesu, ukaingia katika kutumainia kitu kingine, ukaingia kutafuta njia nyingine mbadala ambayo inaweza kuwa msaada kwako. Bado unatoka katika njia nzuri. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Zaburi, ambaye hii Zaburi imeandikwa na mfalme Daudi, kwa sababu kitabu cha Zaburi kimeandikwa na waandishi wengi waliotoa nyimbo zao mle, lakini hii Zaburi imeandikwa na mfalme Daudi. Alisema hivi katika sura ya 37 mstari wake wa 5: mkabidhi Bwana njia zako, na wewe umtumainie naye atatenda. Bwana asifiwe sana. Kuna maneno matatu. Kuna la kwanza linakuambia la kufanya, kumkabidhi Mungu
njia zako. La pili ni umtumainie, na la tatu ni ahadi kwamba uwe na uhakika kwamba atatenda. Bwana asifiwe sana. Sasa unaweza kuanza mwanzo ukamkabidhi Mungu njia zako, ukafika katikati ukapata matatizo, ukaona Mungu amenitupilia. Unasahau kwamba wale wanafunzi wa Yesu walipokuwa naye katika mtumbwi, nayo dhoruba ikawa kali, wanataka kuangamia, waliona na huyo Yesu ni mtu wa namna gani, hata hizi zote dhoruba tunazotaka kuangamia yeye haoni. Mmoja akaenda akamwamsha pale alipo, naye aliposimama akawaambia, enye wenye imani hapa, hamna hata imani. Na akasimama akasema, na kuwe shwari, dhoruba iishe, na ikaisha. Bwana asifiwe sana. Katika maisha yako unaweza kuwa na Yesu Kristo katika huo mtumbwi, alafu dhoruba ikaja, kwa sababu ulimwengu huu ni kama bahari, haiwezi kukatazwa isilete dhoruba. Bahari mara zote italeta dhoruba, lakini wewe kumbuka kwamba katika mtumbwi ambapo nimo Yesu Kristo yumo. Usimwache aendelee kulala. Inapokutokea shida, nenda ukamwamshe, ili yeye atakaposimama atahamakia dhoruba na tutakuwa shwari. Sisi dhoruba inapotokea tunafanyaje? Tunatafuta njia mbadala. Niende labda kwa watu wa siku hizi wanaanza kupenyezea kwa watu wa maombi, watanifanyia uaguzi kwamba nimerogwa na fulani, imekuwa hivi kwa ajili. Wengine wanaenda mpaka kuomba pesa, kwamba leta pesa fulani, umetendewa na watu hivi, na sisi twende tuongee na wale watu, au twende tutoe vitu ambavyo vimewekwa kwenye mji wako. Udanganyifu huo, Yesu hakutumia njia hiyo, alihamakia tu. Sio kwamba udanganywe uchukuliwe pesa zako ziende eti zinaenda kwa watu. Au wengine wanaojiita waombaji wa namna hiyo ni watu waganga wa jadi, ni wafumu. Bwana atuhurumie. Wewe mtegemee Yesu Kristo. Wewe sio wa kwanza. Alipata matatizo Ayubu, mtu ambaye aliishi miaka mingi kabla alipata matatizo, na watu walimziaki, ndugu wa karibu, hata mke wake ambaye ndio mwili mmoja naye alimwambia haiwezekani Mungu akakufanyia hivyo. Wewe basi mziaki ukafe mara moja kuliko kupata taabu nyingi. Ayubu alimjibu mke wake namna gani? Unaongea kama mwanamke mmoja mpumbavu. Kwani mikononi mwa Mungu nipate tu neema, nisikubali kupata pia na taabu? Mikononi mwa Mungu unapokea kwa neema yake, neema na mateso pia. Bwana asifiwe sana. Amen. Unapostahimili hivyo, ndipo pale anasema kwamba nawe umtumainie. Kumtumainia hapa lina maana ya kustahimili na kuendelea kuamini kwamba atatenda. Kwa misingi hiyo ndipo pale anakuja kutenda, kwa sababu dhoruba zingine, majaribu mengine yanakuja kama vile mtihani kwako, ili kujua kwamba utatoka katika mpango wa Mungu au utaendelea kumtumainia. Maana yake kumtii yeye na kuamini kwamba alichokisema ni kweli. Bwana asifiwe sana. Ndiyo maana Misali, mwandishi wa kitabu cha Misali ambaye ni Mfalme Sulemani, na Mfalme Sulemani ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Daudi. Naye alipokuwa mfalme alikuja kuona kwamba katika sura yake ya 3 anamshauria mtoto wake kwamba muheshimu Mungu kwa mali zako zote na kwa malimbuko yako yote. Neno limbuko maana yake mwanzo. Bwana asifiwe sana. Ina maana katika kila kitu mtangulize Mungu. Katika kila jambo unapopata mawazo, kabla hujaiongea hayo mawazo na mtu mwingine, anza kuongea na Mungu. Mkabidhi Mungu hayo mawazo yako, iwe limbuko. Unapomwongea na Mungu, ndipo unapoleta mawazo yako kwa watu wengine, yameshapata kibali kwa Mungu. Kwa hiyo tunaanza vibaya na mwanzo wetu. Tunapopata mawazo tunayatoa kwa watu kabla ya kwa Mungu na kuomba Mungu aweze kuyabariki. Lakini pia tunapopata mawazo yetu hayo, tunapofika katikati, wale watu tuliowaambia wanapotuletea changamoto, tunakufa moyo, tunakata tamaa.
kumbi ni mtihani tu. Ndio maana akasema kwamba mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunakuja kuona katika Mathayo, huyo sasa ni Yesu mwenyewe anaongea. Yesu anafundisha wanafunzi wake kwamba watu mnawashangaa. Mnawashangaa nini? Mnapoamka na kuanza kufanya mipango, nitakula nini? Nitavaa nini? Kama nitasafiri namna gani? Mambo mengi ambayo unakwenda kuyafikiria. Mwisho unaanza na Mathayo sura ya 6 mstari wa 25, kwenye hatima yake mstari wake ule wa 33 anasema hivi: bali utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake kwanza. Neno letu la utangulizi lilisema kwamba kuelewa mwanzo, maana yake kujua kile ambacho kimekuwa kabla ya kingine au kile kimetangulia. Ina maana kwanza, kile kilicho cha kwanza kuwepo. Sasa Yesu naye anasema kwamba utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake kwanza. Kwa maneno mengine ni kusema kwamba katika mambo yako yote wewe anza kwanza na kumtafuta Mungu, kumpendeza Mungu, kufanya wema wako mbele za Mungu, ili Mungu atakapoona wema wako kuwa vizuri, yeye atakubariki na njia zako zitakuwa salama. Kwa hiyo naomba nisiwachoshe na mambo mengi. Ushauri wa neno letu mwanzo, wa somo letu mwanzo, ulikuwa kutuambia kwamba katika maisha yako anza na Yesu Kristo katika mambo yako yote, ndiyo kupata mafanikio. Hauwezi kupata mafanikio kama haukuanza na Yesu Kristo. Mawazo yako haukumkabidhi Mungu, hayo mawazo hapa katikati ya safari yatakuja kupata tatizo, yatakwama. Kwa hiyo anza na Yesu. Lakini pia kumbuka kwamba utakapopata matatizo, endelea kustahimili katika Yesu Kristo. Endelea kuamini kwamba yeye aliahidi kwamba nimtumainie yeye atatenda. Kwa hiyo naendelea kumtumainia yeye na atatenda. Ndipo utakapofikia kutendewa na Mungu kile unachohitaji. Ukiyumba hapa katikati, basi utakuwa umemezwa na zoruba na unakwenda na unakosa kufikia ule mwisho. Kumbe kufikia mwisho inaomba pia kustahimili majaribu, ambayo maana yake ni mtihani. Na Bwana alibariki neno lake kwa jina la Yesu. Amen.